Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Mei 13 ya mwaka wa 2025. Masomo yetu mwaka huu yanasema mwinue Yesu juu. Na leo tutaenda kuiangazia mada nyingine katika mfululizo wa masomo haya. Nikualike tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya upendo wako na rehema yako katika maisha yetu. Ninalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umetulinda, namna ambavyo umetutunza, namna ambavyo umetuwezesha kutembea katika dunia hii. Jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo tumekuja miguuni pako tukiwa na furaha, tukileta sifa na shukrani zetu kwako. Nawe tunakusihi ukazipokee na ukaendelee kutubariki zaidi. Enda nasi tunapojifunza mada hii siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema sheria na injili katika upatanifu. Imejengeka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 aya 18. Neno la Mungu linasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu kwa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Baada ya Yesu kufa msalabani kama dhabihu ya dhambi, sheria ya sherehe haikuweza kuwa na nguvu tena. Hata hivyo, iliunganishwa na sheria ya maadili, na ilikuwa adhimu. Kwa ujumla ilikuwa na chapa ya uungu, na ilionyesha utakatifu, haki na wema wa Mungu. Na ikiwa huduma ya mfumo wa kidini ambao ungeondolewa ulikuwa mwema, je, ni kwa jinsi gani ile halisi inapaswa kuwa bora zaidi? Kristo alipofunuliwa, akiwapa wote waaminio Roho wake wa utakaso atiaye uzima. Utangazaji wa sheria ya amri 10 ulikuwa onesho la pekee la utukufu na ukuu wa Mungu. Musa akawaambia watu, msiogope, maana Mungu amekuja ili awajaribu, na utisho wake uwe mbele yenu, ili kwamba msifanye dhambi. Basi hao watu wakasimama mbali, naye Musa akalikaribia lile giza kuu Mungu alipokuwapo. Kutoka sura 20 aya 20 na 21. Msamaha wa dhambi, kuhesabiwa haki kwa imani katika Yesu Kristo, kumfikia Mungu kwa njia ya mpatanishi tu kwa sababu ya hali yao ya upotevu, hatia yao na dhambi. Watu walikuwa na uelewa mdogo wa ukweli huu. Kwa kiasi kikubwa walikuwa wamepoteza maarifa yao juu ya Mungu na njia pekee ya kumkaribia. Walikuwa wamepoteza takribani uelewa wote wa kile kinachofanya dhambi na kile kinachofanya watu kuwa waadilifu. Msamaha wa dhambi kupitia kwa Yesu, Masihi aliyeahidiwa, ambaye dhabihu zao zilimonesha kwa mfano, ulieleweka kidogo sana. Sheria ya maadili haikuwa mfano au kivuli. Ilikuwepo kabla ya uumbaji wa mwanadamu, na itadumu kadiri kiti cha enzi cha Mungu kidumovyo. Mungu asingebadilisha wala kubatilisha kanuni moja ya sheria yake ili kuwaokoa wanadamu, kwa maana sheria ni msingi wa serikali yake. Haibadiliki, haibatilishwi, haina mwisho na ni ya milele. Ili mwanadamu aokolewe na ili heshima ya sheria idumishwe, ilikuwa ni lazima kwa mwana wa Mungu kujitoa mwenyewe kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Yeye asiyejua dhambi alikuwa dhambi kwa ajili yetu. Alikufa kwa ajili yetu pale Kalvari. Kifo chake kinaonesha upendo wa ajabu wa Mungu kwa mwanadamu na kutobadilika kwa sheria yake. Kristo ndiye wakili wa wenye dhambi. Wale wanaoipokea injili yake wanamuona kwa uwazi kabisa. Wanaona uhusiano wa utume wake kwa sheria na wanakiri hekima na utukufu wa Mungu kama ulivyofunuliwa na Mwokozi. Utukufu wa Yesu unadhihirishwa katika sheria
ambayo ni nakala ya tabia yake na ufanisi wake ubadilishao unaonekana juu ya nafsi mpaka wanadamu wanabadilishwa na kufanana naye. Wanafanywa kuwa washiriki wa asili ya Mungu na kukua zaidi na zaidi kama Mwokozi wao, wakiongezeka hatua kwa hatua na kupatana na mapenzi ya Mungu mpaka kufikia ukamilifu. Sheria na Injili vinapatana kikamilifu. Selected Messages, gombo la kwanza, ukurasa wa 238 hadi 240. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikualike tena katika mfululizo wa masomo haya.